Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kilichoelezwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye amesema kwamba malengo ya operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine lazima yatimie. Ni kauli ambayo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameieleza wakati huu ambapo kumekuwa na taarifa zinazoeleza kwamba mipango inaenda vizuri katika kumalizika kwa vita hivyo baada ya Marekani pamoja na Urusi kuanzisha rasimu maalum kwa ajili ya kuhakikisha vita nchini Ukraine vinamalizika mara moja. Kufikiwa bila masharti kwa malengo ya operation maalum ya kijeshi ndio lengo kuu la Rais wa Urusi Vladimir Putin, alisema alipotembelea kamandi ya makundi ya kivita katika eneo la magharibi. Anasema, tuna kazi zetu wenyewe, malengo yetu wenyewe. La msingi ni kufanikiwa bila masharti kwa malengo ya operation maalum ya kijeshi, Putin alisema. Watu wa Urusi wanaweka matumaini kwa uongozi wa nchi, vikosi vya jeshi na wanatarajia matokeo yanayohitajika kutoka katika operesheni maalum ya kijeshi, anasema mkuu huyo wa nchi. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba Urusi kama taifa lingine mara kwa mara linatetea haki yake, uhuru wake na kutetea maslahi ya sera yake ya ndani pamoja na nje. Lengo la kimkakati la sera ya ndani ya Urusi katika hatua ya sasa ya kihistoria ni kuhakikisha maendeleo endelevu yanayoweza kutabirika na yasiyo na shida ya serikali na jamii. Kama mazoezi ya kihistoria ya ulimwengu yanavyoonyesha, uundaji wa mifumo na taasisi zenye uwiano mzuri wa mipangilio ya maisha ya serikali na kijamii ni mchakato wa asili na wa muda mrefu, na inapitia mageuzi ya uundaji wa fahamu za watu kisiasa na kisheria na maendeleo ya utamaduni wa kisiasa na ongezeko muhimu la uwajibikaji wa watu binafsi na umma wa raia na kujipanga kwa jamii. Hata hivyo, rais huyo wa Urusi Vladimir Putin anasema kwamba ikiwa serikali ilitangaza operation maalum ya kijeshi huku raia wakikubaliana na mpango huo, wanataka kuona matokeo na ni nini ambacho serikali itavuna kutokana na operation hiyo ya kijeshi. Kinachotakiwa zaidi ni kuona Warusi waliopo huko Donbas wakiishi kama Warusi waliopo Moscow, St. Petersburg na kwingineko katika taifa hilo la Urusi, miongoni mwa mataifa katika nchi za Ulaya upande wa mashariki. Hata hivyo, Urusi imeamua kuongeza nguvu kubwa katika operesheni hiyo, ikifanya mashambulizi makubwa ndani mwa Ukraine na ikifanya mashambulizi zaidi katika maeneo mbalimbali. Wakati huu imeelezwa kwamba kutokana na kwamba vita hivi imekuwa ni ngumu sana kwa upande wa Ukraine ambayo imekuwa ikitegemea zaidi mataifa ya magharibi, na inaelezwa zaidi kwamba mataifa magharibi yameishiwa na fedha ya kuipatia Ukraine. Wachambuzi wa mambo kutoka magharibi wanaona sasa kuna uwezekano mkubwa ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akakubaliana na mipango ambayo inapangwa na Marekani na Urusi katika kumalizika kwa vita hivyo ambavyo vimedumu kwa miaka 4. Bwana Zelensky, rais wa Ukraine, inadaiwa kwamba anafanya kila liwezekanalo kufanya jitihada za kukutana na rais wa Marekani ili waweze kuangazia mpango ambao inadaiwa tayari umeshawekwa mezani kwake. Rais huyo amesema yuko tayari kushirikiana na Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita na Urusi, na amesema baada ya mazungumzo na afisa anayesimamia masuala ya jeshi nchini Marekani. Alisema hayo baada ya mazungumzo na waziri anayesimamia masuala ya jeshi la Marekani Daniel Driscoll, na anatarajia kujadili mapendekezo hayo na rais wa Marekani Donald Trump katika siku chache zijazo. Maelezo ya mpango huo hayajawekwa wazi, lakini ripoti zinadokeza kuwa unajumuisha makubaliano mapana kwa Urusi ukiitaka Ukraine kupunguza nusu ya ukubwa wa jeshi lake na kuachilia maeneo hasa majimbo ya mashariki yanayokaliwa na Urusi, ikiwa ni pamoja na Donetsk na Luhansk. Ikulu ya White House inasema mpango huo ni mzuri kwa pande zote mbili na inathibitisha uungaji mkono wa Trump licha ya wasiwasi kwamba unaakisi matakwa ya Urusi. Ukraine inasisitiza kwamba makubaliano yoyote lazima yawe uhakikisho wa kweli wa usalama kutoka nchi za magharibi ili kuzuia mashambulizi ya siku zijazo, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kwamba hiki ndicho ambacho kinahitajika kuonekana. Sasa watu katika eneo la Donbas wanatakiwa kuishi huru bila bugdha ya mashambulizi kutoka nchini Ukraine. Ndicho ambacho rais huyo anataka kuona kama sehemu ya matokeo ya matumizi ya fedha za Warusi katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.